15 mwezi wa 6 mwaka 2012, siku ambayo Wakenya wamekuwa na majonzi makuu wakati ambapo wametoa heshima zao za mwisho waliyekuwa waziri wa usalama marehemu George Saitoti. Kwa kweli ni wiki ambalo limekuwa la majonzi tele, ambapo Kenya ilipoteza mawaziri wawili na hata jamaa na marafiki. Lakini kabla ya kupa habari hizo kwa kina, tumekuletea hata habari zingine. Ndivyo desturi yetu, tunakupa vidokezo kabla ya kukupa habari zote kwa upana. Hali ya hatihati ya kidhiri miongoni mwa ombolezaji eneo la Ndiwa wakati maiti ya marehemu Ojode ilipofikishwa kwake. Misa ya wafu kwa marehemu George Saitoti andaliwa jijini siku moja kabla ya kuzikwa kwake hapo kesho. Mwanasayansi aliyevumbua virusi vinavyosababisha ukimwi duniani azuru Kenya. Na hatimaye Fatu Bensouda apishwa rasmi kama kiongozi wa mashtaka kuchukua pahala pa Louis Moreno Campos. Jina langu ni Mary Kilobi. Ubishi mkali ulizuka nyumbani kwake marehemu Orwa Ojode wakati mwili wa marehemu ulipowasili nyumbani kwake. Hata hivyo, ubishi mkali ulishuhudiwa kati ya mjane Mary Ojode na viongozi wa ukoo baada ya kutupilia mbali mipango ya kusafirisha mwili hadi Ratanga, mahali ambapo babake Ojode alizikwa, na badala yake kuupeleka nyumbani kwake katika eneo la Tunga chini ya ulinzi mkali kutoka kwa waendesha pikipiki almaarufu bodaboda. Safari ya mwisho ya Orwa Ojode duniani ni safari iliyokumbwa na visa vya aina yake. Ari ya wenyeji ya kutoka kuona maiti yake ikikatiza safari saa baada ya nyingine, ghadhabu zikipelekea wenyeji kufunga barabara na kuzuia safari hii. Ni vuta ni kuvute iliyoanzia uwanja mdogo wa Suneka, na pindi tu maiti ilipowasili eneo la Rongo, wenyeji waliotaka kuona mwili wake walianza kuzuia msafara huu. Mjane wake anayefahamu mbivu na mbichi kuhusiana na hali ya maiti akihuzunisha pakubwa. Lakini tena walipofika eneo la Rodi, vuta ni kuvute tena ikatokea. Na walipofika eneo la Ndiwa katika kituo cha kibiashara, mkewe akaamua kubadilisha safari. Badala ya kuelekea eneo la Ratanga ambapo marehemu aliishi siku za ujana wake, akaamua kuelekea nyumbani kwao eneo la Hunga. Lakini tena walipofika eneo la Hunga, wajomba wa Ojode wakaamua maiti ni sharti irudi tena eneo la Ratanga. Yani akazidiwa hapa na akaamua kusalia nyumbani, maiti ikarudishwa tena eneo la Ratanga. Lakini walioandamana na jeneza wakakataa kufungua maiti, na umati ulipogundua kwamba hautapata nafasi ya kuangalia maiti wakakata tamaa. Tumwambie KTN leo. Hiyo imekuwa ni taarifa ya Purity Mwambia. Misa ya wafu kwa mwenda zake Profesa George Saitoti imeandaliwa hii leo hapa jijini katika kanisa la Holy Family Basilica, ambapo maisha ya Saitoti yalienzewa na wenzake, serikali, jamii ya karibu na marafiki, wengi wakimtaja kama mcheshi wa maneno na mwingi wa kusikiliza. Saitoti atazikwa hapo kesho nyumbani kwake eneo la Kitengela. Ya Wakenya pamoja na viongozi wa tabaka mbalimbali wa hapa nchini pamoja na wale wa nje walikongamana hapa katika kanisa la Katoliki la Holy Family Basilica, wote wakiwa na lengo moja, kumwaga mwenda zake marehemu Profesa George Saitoti. Na walipokongamana hapa, nyuso hizi za huzuni zikidhihirisha dhiki na huzuni kuu yenye kugubika nchi. Personally, I will always be thankful to Professor Saitoti for the competent manner in which he
implemented the policy of free primary education that has remained very close to my heart since we introduced it 9 years ago. As has been observed, Professor Saitoti's nasty experiences shaped the way he went through life later in his career. The unresolved attempted poisoning in the 1990s left him paranoid and worried. I experienced this firsthand during our campaigns for the National Rainbow Coalition in the year 2002, when he often insisted on taking his 2 armed bodyguards with him into the chopper meant for 5 people. Profesa Saitoti alienziwa na wengi ambao walimfahamu, hususan kama baba na mume au hata rafiki. Walikuwa na mtazamo tofauti na jinsi alivyofahamika kikazi. The fact that the Honorable Professor George Saitoti, even at those difficult times of one-party rule, was the voice of reason in government. I knew George as an accomplished academician and yet seasoned politician that has had a checkered and illustrious career in both respects. The impact of his service to Mother Kenya in the public and private sector will live long after him. Vile wenzake kisiasa na katika kazi za umma walimpa sifa kedekede. It's a pity that we should lose someone like this. I'm equally saddened by the loss of his deputy. I don't recall him, but the little I read about him tells me that he must have been a man of equal grace. It's people like that, it's people like these who create an atmosphere that makes it possible for us to find, to be compatible with one another. George Saitoti ni profesa ambaye kamwe atasaulika katika kumbukumbu za nchi hii, na hapo kesho atazikwa nyumbani kwake huko Kitengela. Lulu Hassan, KTN Leo, Nairobi. Katika bajeti ya jana, ujenzi wa reli ulitengewa shilingi bilioni 1.4. Ni sekta ambayo mtazamaji utasema ilikuwa imesahaulika tangu mkoloni alipoondoka nchini Kenya. Ukarabati wa njia hizo ni swala ambalo bila shaka litawasaidia Wakenya waliolemewa na gharama za nauli na vile kupunguza msongamano nchini. Lakini swala kuu ni kwamba itakuwa afueni kwa Wakenya ambao tayari wameanza kung'oa vyuma vya reli na kuviuza. Purity Mwambia ana taarifa zaidi. Baadhi walikosa umuhimu wake njia ya reli, hasira zikaelekezwa dhidi yake. Kilichoachwa na mkoloni tukasahau umuhimu wake. Sababu kubwa ya kung'oa reli ni migingo. We want His Excellency Museveni to know that even we have a weapon, we can defend ourselves. Na katika maeneo machache ambayo njia ya reli bado inatumika, hii ndio hali kila asubuhi. Wakenya wasiokubali hata kulipa nauli. Na unapotizama njia magari haya yanakopitia, kwa mtizamo wa haraka utadhani ni mashamba ya wenyewe. Lakini hii ndio njia ya reli nchini Kenya. Njia iliyogeuka na kuwa malazi kwa Wakenya wasiokuwa na shughuli zozote maishani. Hili likiwa eneo la Embakasi, njia ya reli ambayo ingepunguza msongamano barabarani nchini Kenya imesalia kuwa kama eneo lisilokuwa la maana. It is a safer method of transport. You see, we have so many accidents along the road. But with the railway transport, I think there will be less. And maintaining the railway line will be easier than maintaining roads. This thing is convenient. Juu kitoka hapa kama from here to Tao, kama jioni sasa vile kwa nabeba, kama 30 minutes ushafika Tao.
kama waongezee train. Ndio inapitanga saa 12 asubuhi alafu jioni saa 12, lakini waweke kama trip 4 watu watakuwa mzuri. Njeru Githae katika bajeti yake akatenga shilingi bilioni 1.4 kwa ukarabati wa njia hizi za reli. This first phase of commuter upgrade project will enable our international guests and city residents commuting through Mombasa Road to access a faster and affordable and a more comfortable commuter railway service. Na hii ndio ndoto yake, ujenzi wa njia ya kisasa kutoka uwanja wa ndege wa Jomo Kenyatta, reli ikitarajiwa kuwasafirisha Wakenya hadi katikati mwa jiji penye makao makuu ya shirika la reli nchini Kenya. Mzigo wa nauli utapungua kwa Wakenya. Ni ndoto ambayo haijulikani wakati itakapotimia, kwani ujenzi huu wa kituo cha kisasa eneo la Syokimau bado ungali unaendelea na haujakamilika. Tokea mkoloni aondoki, serikali ya Kenya haijaongezea hata inchi moja ya njia za reli, na ishara kama hizi ndizo zilizosalia kwa sasa, kwani hata njia hizo za reli zilizoachwa na mkoloni inaonekana sasa yamegeuka na kuwa mali ya wenyewe. Penye lango kama hilo ilikuwa ni njia ya reli, lakini sasa hayo ni mali ya wenyewe, kumaanisha utekelezaji wa bajeti yake Njeru Githae utakumbwa na changamoto za aina yake. Purity Mwambia, KTN leo, Nairobi. Na maafisa wa polisi mjini Mombasa wametia nguvuni washukiwa wawili wa wizi wa vyuma vya reli ambao walikuwa wakivisafirisha kwa ajili ya kuviyeyusha. Shehena ya kwanza ilinaswa hapo jana katika eneo la Changamwe, vyuma hivyo vikikadiriwa kugharimu shilingi milioni 10, na shehena ya pili ikinaswa leo asubuhi. Haya yanajiri huku waziri wa fedha Njeru Githae akitangaza kwenye bajeti ya faini ya shilingi milioni 1 kwa yeyote atakayepatikana na vyuma vya aina hii. Esther Kahumbi ana taarifa hiyo. Ndio lori lilopakiwa vyuma hivyo vya reli likiwa limeegeshwa katika afisi ya mkuu wa polisi wa mkoa wa Pwani. Vyuma hivi vilivyonaswa hii leo asubuhi vinakadiriwa kugharimu shilingi milioni 20. Hii ni kando na lori jingine iliyonaswa usiku wa jana na lilikuwa na vyuma vingine vya reli venye dhamani ya shilingi milioni 10. Kwa siku moja inaibiwa milioni 30. Hiyo milioni 30 hiyo ndio tunasema ya kwamba wala ambaye wanaiba na wala ambaye wananunua, hawa wote tutakusanya na kupeleka mahakamani. Kwa maana hatuwezi kubali kampuni, mtu afungue kampuni na akose kujua atapata wapi vyuma. Haya yakijiri siku tu baada ya KTN kuangazia wizi ambao umekuwa ukiendelea wa vyuma vya reli haswa eneo la Pwani. Vyuma vingine vikinaswa katika kampuni ya kuyeyusha vyuma ya Cusco ambayo iliwaarifu maafisa wa shirika la reli la RVR na kumtia nguvuni mtu mmoja. Ukiona kitendo kama hichi, kwanza ujue si ya kwanza. Kwa hivyo mtu kama huyu alifaulu huko mbele alifaulu, lakini wakati huu hakufaulu. Pia ujue hayuko peke yake. Shirika hilo likilaumu sheria ambayo walitaja kama duni na ambayo inawapa wahalifu adhabu dhaifu. Viwanda kama hizi zinatumia chuma zile za recycling, lakini controls kwa upande wa serikali haziko kama zile za bonded warehouse kwa mfano. Hata hivyo, kama aliyesikia kilio chao, waziri wa fedha Njeru Githae katika bajeti ya mwaka huu ametangaza faini ya milioni 1 kwa atakayepatikana na vyuma visivyohalalishwa. Katika muda wa majuma mawili tu, vyuma vya reli venye thamani ya shilingi milioni 34 vimeibwa katika eneo la Mombasa pekee. Esther Kahumbi, KTN leo, Mombasa. Wafanyabiashara wanaoagiza nguo na bidhaa nyingine za mitumba kutoka mataifa ya kigeni wamesifia hatua ya waziri wa fedha Robinson Githae ya kufutilia mbali ushuru unaotozwa bidhaa hizo kutoka nje. Wafanyabiashara wanasema mbali na kufanya bei ya bidhaa hivyo kuwa nafuu kwa wateja wao, wana matumaini makubwa sekta hiyo itanawiri na kubuni nafasi nyingi za kazi kwa vijana. Kwa mengi zaidi, hii hapa taarifa ya mwandishi wetu Patrick Amimo. Tulikutana na wafanyi biashara wa mitumba katika soko la Gikomba wakiendelea na kazi kwenye mabohari yao. Baadhi ni badalali, ilhali wengine wanaagiza bidhaa hizi moja kwa moja kutoka ng'ambo. Je, wana yapi ya kusema kuhusu hatua ya serikali kufutilia mbali ushuru unaotozwa kuagiza bidhaa hizi? Tunafurahia
kuona ya kwamba serikali imefikiria about Mutuba, because informally is the largest employment sector. Very many families are relying on what they are getting from the Mituba sector. Hata serikali inapoahidi kuwa itaweza create more than 500,000 jobs per year, haiwezekani without inclusion of the informal sector. This is a prayer we have been praying for about 5 years now or more, because the duty went up and everybody was directed to work. Wanasema biashara katika sekta hii ilikuwa imefifia na wateja kutoweka waliposukuma kwenye ukuta na ushuru wa juu. Wafanyi biashara wa mitumba wamedokeza wamekuwa wakilipa takriban shilingi milioni 2 kwa kila kontena la mitumba. Most of us had loans. We had failed to pay because we pay with the hot. Nobody is to buy. The youth used to buy bills of if he has about 10,000, he can afford a bill. Naam. Justus Masaku anayeuza mtumba kwa bei ya rejareja anasema amekuwa akitoa jasho kuuza hata robota moja kwa wiki. Hapo mbeleni kununua na 11 kwa naweza kuuza na 50, wanachukua wengi, wanakuwa customer wengi. Sasa raundi hii kusema kweli maisha imekuwa ngumu sana. Sababu nikifungua ikiwa mpya mtu akame nampatia na 200, 150 kwa nguo moja. Wakati nilikuwa nampatia na 100 ama mpaka 80. Aidha, wamesifia kuondolewa kwa ushuru. Kila mtu akipata tu pesa toke kidogo, unaweza anza hata na shilingi 1,000 kununua tu mashati kidogo, unapiga pasi, unaenda kuzungusha na unaweza kuuza kukiwa hoka. Wafanyi biashara hapa sasa wanatarajia kuagiza kontena nyingi za marobota baada ya serikali kuondoa ushuru. Kwa sasa wanasema biashara inaendelea kwa mwendo wa kinyonga na mauzo nayo huja kwa mwendo wa kobe. Wafanyi biashara katika sekta hii wanasema hatua ya waziri ya kuondoa ushuru wa kuagiza bidhaa huenda ukabuni nafasi zaidi za kazi, bali na kufanya kuwa bidhaa hivi kuwa bei nafuu kwa wateja. Nikiripotia KTN leo, mimi ni Patrick Amimo kutoka soko la Gikomba, Nairobi. Na taarifa hiyo ya Patrick Amimo ndiyo inayotufikisha kwenye sehemu ya kauli yako, ambapo hii leo tunakuuliza, je, unaunga mkono hatua za serikali kupunguza ushuru unaotozwa nguo za mitumba? Je, unaunga mkono hatua za serikali kupunguza ushuru unaotozwa nguo za mitumba? Kama ilivyo kawaida, mtazamaji, tuma maoni yako kwenye nambari 8040, nambari ni 8040, na mwishoni mwa taarifa hizi nitakusomea baadhi ya maoni ambayo utakuwa umetutumia. Fatou Bensouda hii leo ameapishwa kuwa mwendesha mashtaka mpya wa mahakama ya jinai ICC. Bensouda ambaye ni raia wa Gambia ni mwanamke wa kwanza na vile vile Mwafrika wa kwanza kuchukua nafasi hiyo katika historia. Fatou Bensouda, raia wa Gambia, Afrika Magharibi, anachukua nafasi ya Luis Moreno Ocampo kama mwendesha mashtaka ya mahakama ya jinai ya ICC. Aliyemtangulia Luis Moreno Ocampo amekuwa akishughulikia kesi na wakabili wa Kenya 4 katika mahakama ya ICC kufuatia machafuko yaliyotokea baada ya uchaguzi mkuu wa mwaka 2007. Ocampo amenukuliwa akisema kuwa kesi ya washukiwa 4 wa uchaguzi nchini Kenya itakuwa kama mfano kwa viongozi wengine. Ni miaka 9 tangu mahakama ya ICC kuanzishwa kwa minajili ya kukomesha uhasama ambao ulikuwa unatendwa dhidi ya binadamu. Hata hivyo, mahakama hiyo imekumbwa na changamoto mbalimbali, mkiwemo kukashifiwa hasa na mataifa ya Afrika. Chini ya uongozi wa Ocampo, fursa zilizowasilishwa kwa ajili ya uchunguzi hasa katika mataifa ya Afghanistan, Colombia, Georgia na Iraq ilitupiliwa mbali, hatua iliyopelekea mataifa ya Afrika kuamini kuwa ICC inatumiwa tu na mataifa ya Ulaya kuidhulumu. Kuna matumaini kuwa kwa sababu Bensouda ni raia wa bara la Afrika, huenda sasa mataifa ya Afrika yatarejesha tena imani na mahakama hiyo. Jukumu lake la kwanza litakuwa kusuluhisha mzozo wa Libya, kukiwa na wajumbe wa ICC kwenye vizuizi vya Libya kwa madai ya kutishia usalama wa nchi hiyo. Daktari aliyevumbua virusi vinavyosababisha ukimwi, Profesa Anthony Gallo, amesema kwamba virusi hivyo vitahitaji chanjo maalum. Akizungumza na mwanahabari wa KTN Ansoi Mwendia alipozuru chuo kikuu cha Nairobi, Profesa Gallo kutoka Marekani aidha amekiri kuwa kupata chanjo dhidi ya ukimwi ni jambo gumu mno.
Mnamo mwaka wa 83, Daktari Anthony Gallo alichapisha uvumbuzi wake uliothibitisha kuwa virusi vya HIV ndivyo vilivyosababisha maradhi ya ukimwi. Hata hivyo, anakiri kuwa wakati huo hangejua kuwa virusi alivyokuwa akisomea maabarani vingesababisha vifo vya watu zaidi ya milioni 34 duniani na kusambaa katika kila pembe miaka 30 tu baadaye. By late 83, early 84, we knew it was I can't say we knew it was global, but we knew it was widespread. We knew it's fatal. We knew a high percentage of people will die. We knew we didn't have any treatment. I didn't expect treatment to be forthcoming, and so therefore we knew that there was a disaster coming, yes. Hamna mwanasayansi mwenye uhakika virusi hivyo vilianza lini, lakini analoamini Profesa Gallo ni kwamba vilitoka kwa nyani kupitia kwa wawindaji. Africa got the early infection, but you didn't have a big epidemic except by migration that would only poverty and migration increasing prostitution. Kuna ushahidi kuwa virusi vya ukimwi vilikuwa Afrika mnamo mwaka wa 56 hivi, na miaka 10 baadaye ushahidi huo ukapatikana katika bara la Europa. I assumed that post-World War II societal changes made it spread throughout the world. Travel, promiscuity, blood for medical purposes going from nation to nation, intravenous drug addiction. Kufikia sasa Wakenya zaidi ya milioni 1.5 wana virusi vya ukimwi. Kenya ikiwa nchi ya 4 katika orodha ya nchi zenye watu wengi zaidi wanaoishi na virusi hivyo duniani. Suluhu la kudumu kwa mujibu wa Profesa Gallo ni kupatikana kwa chanjo. We need a very special kind of vaccine. Kwa mujibu wa profesa, ni chanjo ambayo haitahitajika kurudiwa kama ile ya kupoza. Hili ni swala wanalopambana nalo wanasayansi duniani kote. Ansoi Mwendia, KTN leo. Mtazamaji, ni kukumbusha tu kuhusu swali letu kwenye sehemu ya kauli yako, ambapo hii leo tunakuuliza, je, unaunga mkono hatua za serikali kupunguza ushuru unaotozwa nguo za mitumba? Je, unaunga mkono hatua za serikali kupunguza ushuru unaotozwa nguo za mitumba? Tuma maoni yako kwenye nambari 8040, na mwishowe tutakusomea baadhi ya maoni ambayo utakuwa umetutumia. Na kabla habari zaidi, tupate kamusi ya leo. Kwenye kamusi ya leo tunaangazia neno chaki, kifaa cha kuandikia ubaoni. Mfano kwenye sentensi: mwalimu alitumia chaki kuandikia ubaoni shuleni. Karibu tena. Leo ni siku ya ulimwengu kuadhimisha vita dhidi ya dhuluma kwa wakongwe, ambapo watu wanahamasishwa kuhusu utunzaji wa watu wazee bila ya kuwadhulumu au kuwapuuza. Mjini Nyeri, maandamano kuhusu swala hili la wazee kupuuzwa yalifanyika leo, ambapo
walikusanyika na kuzungumzia haja ya kuwatunza wakongwe katika jamii. Ni jambo la kusikitisha kuwa watu wengi huishi maisha mazuri ilhali wazazi wao wanateseka mashinani. Katika bajeti iliyosomwa hapo jana, shilingi bilioni 1.1 zimetengewa wazee pekee. Kila mkongwe atapata shilingi 2,000 kila mwezi. Mwanahabari wetu Carol Nderi ana taarifa zaidi. Leo hii ulimwengu umeadhimisha siku ya uhamasishaji dhidi ya dhulma kwa wakongwe. Na japo ni siku isiyojulikana na wengi, peupe ni kuwa kuna wakongwe wengi ambao hutelekezwa na jamaa zao na kupuuzwa na jamii kana kwamba hawana umuhimu tena. Na kwa kundi moja mjini Nyeri, maandamano katika barabara za Nyeri yaliashiria namna tatizo hili la wazee kupuuzwa limekithiri katika maeneo ya kati. Mshirikishi wa kundi la Purity Elderly Joyce Wanjiko, ambaye hushughulikia wazee, anasema idadi kubwa ya wakongwe wanaishi maisha ya dhiki na mahangaiko. Mashinani watu wameashiliwa. Out of 10 elderly people that we've visited or we've gone to, 80% wameashiliwa na watoto wao na community na society. Wanafunzi kutoka baadhi ya vyuo vikuu hapa Nyeri wakiongozwa na chuo kikuu cha Kimathi walishiriki katika shughuli ya leo, ambapo walitembea mjini Nyeri wakizungumza na wakazi wa eneo hili kuhusu haja ya kumpa mkongwe yeyote heshima na hadhi anayostahili. Kuwa ni jambo la aibu kwa watoto kuponda mali yao na kuishi maisha yaliyonyooka ilhali wazazi wao wanatesekea mashinani. These are the people who brought us from zero and now this is what we are. So if you cannot be able to appreciate this, then it's like you are ignorant, you don't know where you're coming from. Angalieni wazazi, wazee, and what you do today is going to impact you tomorrow. If you neglect one today, you've been neglected tomorrow. Katika bajeti iliyosomwa hapo jana na waziri wa fedha Njeru Githae, shilingi bilioni 1.1 zimetengewa wazee, na kupitia pesa hizi inatarajiwa kuwa wakongwe wengi watasaidika, kwani hazina iliyozinduliwa na serikali ya kuwashughulikia wazee hadi sasa haijaweza kuwafikia wanaohitaji pesa hizi. Kila mzee anatarajiwa kupata shilingi 2,000 kwa mwezi. Ni jambo la kufedhehesha sana kwa jamii kuwatelekeza wakongwe kama hawa, na tunachoshauriwa ni kuwa ni lazima tuwatunze wazazi wetu wakiwa hai ili tusije tukawa na majuto katika siku za baadaye. Carol Nderi, KTN leo katika kaunti ya Nyeri. Kwa kweli ni swala la busara kwamba tunafaa kuwajali wazee, kwa maana upende usipende hata nawe utakuwa mzee siku moja. Na katika mkusanyiko wa taarifa za sehemu mbalimbali humu nchini, mguu wa binadamu wapatikana kwenye kiatu mjini Mombasa, huku jamii ya Wamasai wakianzisha biashara ya kufuga ng'ombe wa maziwa baada ya muda mrefu wa ufugaji wa ng'ombe kwa ajili ya nyama. Jaji wa mahakama kukata rufaa Kalpana Rawal ameliamrisha taifa kupitia ofisi ya mkuu wa sheria kumlipa Otieno Makonyango shilingi milioni 20 kama fidia kwa kuzuiliwa kinyume na sheria. Makonyango aliwasilisha kesi mahakamani akitaka kulipwa fidia kwa kuzuiliwa kwa miaka 5 kinyume cha sheria. Makonyango ambaye alikuwa mbunge wa Lego Songa na pia mwanahabari alizuiliwa na serikali mwaka 1983 kwa kushukiwa kuhusika katika njama ya kuipindua serikali Agosti mosi mwaka 1982. Mwezi Oktoba mwaka uliopita, waziri mkuu Raila Odinga aliagizwa kufika mahakamani na jaji Rawal kutoa ushahidi kuhusu makala aliyotia saini akimtetea Makonyango. Kwingineko, wafanyikazi wa ufuo wa bahari maeneo ya Mama Ngina mjini Mombasa wamepigwa na butwaa baada ya kupata mguu uliokatwa ndani ya kiatu. Kulingana na jamaa hao, walikiona kiatu kando na ufuo na kukaribia wakapata mguu uliokuwa umekatwa na kipande kisalia ndani yake. Askari wa makavazi ya kitaifa aliyeshuhudia mguu huo alipasha habari maafisa wa polisi katika stesheni ya kivukio cha Likoni. Mguu huo ulipelekwa kwenye chumba cha kuhifadhia maiti cha hospitali kuu ya mkoa wa Pwani. Inashukiwa mguu huo ni wa mtu aliyeliwa na papa, kwani kumekuwepo na visa vya watu kuliwa na papa katika sehemu hiyo ya ufuo. Mwaka jana kijana mmoja alikatwa mguu alipokuwa akiogelea kisha akafariki mara tu alipofikishwa hospitalini. Na mwaka juzi kijana mwingine aliliwa na papa katika ufuo huo akiogelea. My pleasure.
Hatimaye mkoani Kati, mbunge wa Juja William Kabogo amemkosoa mbunge wa Kikuyu Lewis Nguyai kwa matamshi kuhusu rangi za chama cha TNA. Kabogo aliyekuwa akizungumza mjini Thika alikokuwa akifungua miradi ya CDF amesema kuwa viongozi wanafaa kutumia lugha safi wakati wanapozungumza hadharani ili kuepuka kuwagawanya wananchi. Kabogo ambaye anawania kiti cha ugavana wa kaunti ya Kiambu pia anampigia debe naibu waziri mkuu Uhuru Kenyatta kuchukua kiti cha urais. Agnes Penda, KTN leo. Mtazamaji, tupate pumziko na muda usio mrefu nitarejea na spoti ambapo mechi kati ya Ufaransa na Ukraine naambiwa kwamba imesimamishwa kufuatia mvua kubwa. Escape to a world of freshness. Indulge in fragrance. I wanna stay forever. This is a life full of flavor. I wanna stay here. So enjoy good health and new beginnings. Welcome to Pwani Life. Some of the most magnificent structures in Kenya have been built using Bamburi cement. When Kenya needed the strongest cement, we delivered. When Kenya needed the most durable cement, we delivered. When Kenya needed a variety of products for specific projects, we delivered. And when Kenya needed cement that always gives the same result in each and every bag, naturally, we delivered. This is what Bamburi cement does best, and why most construction projects in Kenya use only Bamburi cement. After all, structures do not lie. So, if you are thinking about building, think Bamburi cement. Point of view from the start. Susanna, is it really you? Tell me, is your toilet completely clean? Of course. I use detergents. Let's see. Look, you can see my toilet is clean. Is it really sparkling clean? Detergents cannot remove tough stains nor kill germs. They only cover them. Germs and stains are still there. That's why you need new Harpic Power Plus. With its advanced 5 times formulation, just one application is 5 times better than detergents, keeping your toilet sparkling clean and free from all germs. Wow, I can't believe it. Now I will only use new Harpic Power Plus for my toilet. New Harpic Power Plus, 5 times better than detergents. Every day our hands pick and transfer germs from different surfaces to us. Even hands that look clean can have lots of unseen germs. Kids, go wash your hands now. And because soaps are usually shared by more than one person, they can become dirty, leading to multiple germ transfer. That's why I prefer to use Dettol Liquid Hand Wash. Every drop is pure because it's untouched by other hands. Dettol Liquid Hand Wash gives 10 times more protection against germs that cause diarrhea and other infectious diseases, leaving hands hygienically clean. For a healthy family, use Dettol Antibacterial Hand Wash. Dettol, endorsed by the Kenyan Medical Association. Be 100% sure. At UAP, we enhance rights across Africa.
investment management, property investment, and financial advisory. UAP. Better, simple life. The best things come from nature. That's why I trust nature to take care of me, though germs can get in the way. That's why I love the gentle care and goodness that nature provides. New Dettol Natural with Dettol's trusted protection plus calendula and chamomile extracts gives me naturally healthy looking skin. Nature's goodness with trusted Dettol protection. New Dettol Natural. Endorsed by the Kenyan Medical Association. Dettol. Be 100% sure. The Kabarak University Half Marathon will be held on 30th June 2012 in Mogotio town. The race begins from 6 a.m. at the equator and finishes at the Kabarak University grounds. Registration is 300 shillings for the 21-kilometer half marathon, 1,000 shillings for the 5-kilometer corporate race, and 100 shillings for the children's race. You can register at all Transnational Bank branches, Mobile World offices, and CAS offices North Rift. Registration closes on 25th June. There are great cash prizes and heifers to be won. Proceeds from the marathon will help support Ngata Baby Care for abandoned children. Kabarak University, world-class education in biblical perspective. Mtazamaji, karibu kwenye habari zetu za michezo. Bingwa mara mbili wa dunia Vivian Cheruiyot, Joyce Chepkurui pamoja na Sally Kipyego mwenye makazi yake nchini Marekani mapema hii leo walijikatia tiketi ya Olimpiki baada ya kuandikisha ushindi katika mbio za mita 10,000. Victor Ogale alikuwa katika uwanja wa Moi Sports Center Kasarani na ametuandalia taarifa ifuatayo.